Basi bila kupoteza wakati, somo letu la leo, mti wenye damu ya Mungu. Somo letu la leo, mti wenye damu ya Mungu. Hapa duniani tunapoishi kuna mti mmoja tu ambao una damu ya Mungu, ila watu wengi hawajafahamu. Kuna mti mmoja ambao nitauelezea baadaye, lakini sasa hivi hebu tuende mbali zaidi, tutafakari maandiko. Adamu na Eva walikula mti, viroho vyao vilikufa. Na Mwanzo 3:11 Mungu akamwambia Adamu, umekula matunda ya mti ambao nilikuambia usile. Hakumuuliza Eva, alimuuliza Adamu ambaye aliagizwa na Mungu asile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Alipokula, Mungu anamuuliza Adamu, umekula matunda ya mti ambao nilikuambia usiale? Adamu akasema huyu mwanamke. Mwanamke akasema huyu nyoka. Pale ndipo kilipokuwa chanzo cha mauti kupatikana, mauti ya kiroho. Watu Adamu na Eva hawakuwa wanakufa, lakini kuanzia pale mauti katangazwa kufa. Pale ilikuwa ndicho chanzo cha mateso. Mungu akamwambia Eva, kwa sababu umesikia sauti ya nyoka ukala, wewe Eva utazaa kwa uchungu. Mpaka leo wanawake wanazaa kwa uchungu. Mpaka leo watu wanaenda motoni kwa sababu ya Adamu kusikiliza sauti ya mke wake na wakala tunda la mti. Ndugu zangu, sisi hatakuwa watu wa kuteseka katika maisha haya. Kuna mti mbaya ambao uliliwa. Mungu alikuwa amepanda miti ya aina 3. Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 7 mpaka wa 9, pale utaona kuna miti inatamkwa pale kwamba Mungu aliweka miti katika bustani, na Mungu akamwambia Adamu na Eva wale. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti wa kutamanika kwa macho, wa kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya pembeni. Adamu aliruhusiwa kula mti ule wa katikati, na miti mingine Mungu alimwambia Adamu na Eva kula. Maana yake aliruhusiwa kula neno la Mungu, kula neno la Yesu Kristo, lakini alikatazwa asile mti wa Shetani. Huu mti ambao mnasikia, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, tunaupata katika Ezekieli mlango wa 31 mstari ule wa kwanza na wa pili, alafu na mstari wa 13 tunaukuta mti ambao Mungu alimwambia Adamu asiule. Ni mafumbo haya, angalia katika Ezekieli 31 mstari wa kwanza mpaka wa 3 wa 13 na kuendelea mbele. Unaona pale, mwanadamu, mwambie Farao mfalme wa Misri na jamii ya watu wake, je, umefanana na nani katika ukuu wako? Huyu anaongelewa Farao, rais wa nchi fulani, nchi ya Misri. Farao ilikuwa ni jina lenye mfano wa rais. Tazama, Mwashuri alikuwa mwerezi, yani manake tazama, rais wa Ashuri alikuwa ni kama mwerezi katika Lebanoni, mwenye matawi mazuri na kifuniko chenye uvuli na kimo kirefu, na kilele chake kilikuwa kati ya matawi mapana. Unaona, unazungumzwa mti hapa. Huyu ni mtu unazungumzwa, ulikuwa mrefu, ulikuwa na mapana mazuri, na ndege walikuwa nakula huko ndani. Sasa mstari wa 8, mielezi ya bustani ya Mungu haikuweza kumficha Shetani. Huyo anazungumzia hapo. Kiangalia mstari wa 10. Sasa tusonge mbele tuone vizuri zaidi. Basi Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa umetukuzwa kimo chako, Shetani huyo, naye ameweka kilele chake kati ya mawingu, na moyo wake umeinuka kwa urefu wake, mti huo mimi nitamtia katika mikono yake aliye mkuu katika mataifa, yani Yesu, naye atamtenda mambo. Nimemfukuza kwa sababu ya uovu wake, na wageni wa watu wa mataifa watishao wamemkatilia mbali na kumwacha juu ya milima na katika mabonde, na matawi yake yameanguka na vitanzi vyake vimevunjika karibu na mifereji yote ya nchi. Watu wote wa dunia wameshuka wakitoka katika uvuli wake na kumwacha. Ukisoma Ezekieli 28 mstari wa 17 utamuona huyo Shetani pale anazungumza wazi wazi, anasema moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Hiyo ndio reference yake kutoka kwenye Ezekieli 31. Hapa anazungumzwa Shetani. Shetani alikuwa ni mti, alikuwa kama mfalme wa Misri, mfalme wa Ashuru,
lakini alikuwa na kiburi. Shetani, ujuzi ulikuwa ndani yake. Shetani alikuwepo kabla ya Adamu. Wapendwa, nataka tuambiane ukweli. Shetani alikuwepo kabla ya Adamu, waliasi kabla ya Adamu. Mungu anamuumba Adamu na Eva, shetani bado alikuwepo, tayari ameshafanya uasi. Adamu aliumbwa kwa mbegu ya Mungu. Adamu aliumbwa kama Mungu. Adamu aliumbwa mbegu njema, mzabibu mwema. Lakini nyoka shetani, katikati ya mbegu nzuri ya Mungu, shetani akatia mbegu chafu kwa Eva, akatia mbegu mbaya, akatia sumu ndani ya Adamu. Shetani alijaza sumu kwenye moyo wa Adamu na Eva. Alijaza ubaya, alijaza vitu vya kutisha ndani ya moyo wa Adamu aliyeumbwa. Adamu manake udongo. Adamu udongo, manake Adamu ni mwanadamu aliyeumbwa kwa udongo. Mwanadamu wa kwanza aliumbwa kama Mungu, lakini alipokula tunda la huo mti, yeye naye akabadilika, kachanganywa. Ni mfano wa maziwa. Tunasema usiagoshi maziwa, usichukue maziwa na kutia maji. Ndivyo alivyofanya shetani kwa Adamu. Adamu alikuwa na roho kama Mungu, alikuwa na mapenzi kama Mungu, lakini aliposikiliza maneno ya mke wake na kula matunda ya mti huo niliyokusomea, mwerezi, mfano wa mwerezi uliokuwa umepanda sana, uliokuwa umetukuka sana, Adamu aliposikiliza maneno ya huo mti, maneno ya nyoka. Ule mti manake ni mti wa shetani, ule mti ni mti wa nyoka. Adamu na yeye mara moja akaanza kuwa na chuki. Adamu akaanza kuwa na hasira. Adamu akaanza kuwa na vinyongo. Adamu akaanza kutukana. Adamu akaanza kuhisi kufa, na yeye mauti ilianza kuingia ndani yake baada tu ya shetani kutia sumu ndani ya vinasaba vya Adamu na Eva. Ndugu zangu wapendwa, hakukuwa na kuuana pale mwanzo, lakini tunamwona mara moja Kaini anamuinukia ndugu yake, anamuua Habili ndugu yake. Alichukua wapi hii roho? Hii roho ilitoka kwa huyu mti shetani ambaye aliingia ndani mwa Adamu na Eva. Walipozaa watoto wawili, Habili na Kaini, Mungu akamwambia watoe sadaka. Walipokuwa wanatoa sadaka, Habili alimtolea sadaka kwa moyo wa kupenda, alimtolea sadaka za wanyama, lakini Kaini akajifanya jeuri, akatoa sadaka za chakula, za mimea. Mungu hakuitakabali sadaka ya Kaini. Tayari mbegu iliyokuwa imepandwa, mbegu njema, ikaingiziwa chuki ndani yake. Adamu akaingiziwa vitu vingine, akaingiziwa sumu ndani yake. Eva akaingiziwa sumu ndani yake. Kaini akaingiziwa uwaji ndani yake, vitu ambavyo havikuwepo pale mwanzoni. Uwaji uliingia, wakaanza kuuana. Kaini anamuua ndugu yake Habili bila sababu. Chuki iliingizwa. Hiyo ndiyo sumu. Ukisikia sumu iliyoingizwa ndani mwa Adamu, kwenye damu ya Adamu, ni sumu, ni chachu. Chachu iliingia kwenye damu safi, damu ya kimungu. Sasa ilipoingia ndani ya damu safi ya kimungu, iliharibu ile damu ya Adamu, ile damu fresh ya kimungu. Damu ikaharibika. Adamu akaanza kukasirika. Adamu akaanza kuchukia. Adamu akaanza vinyongo. Adamu akaanza hasira. Adamu akaanza kufikiria ubaya na mke wake. Kwa nini? Tayari amechukua chapa sio ya Mungu tena, alichukua chapa ya ibilisi, shetani. Bwana Yesu asifiwe. Watu na watumishi wa Mungu mnaonisikiliza leo, shetani ni joka, linaitwa ni joka la zamani, ni joka la kutisha lile jamaa, lakini halitishi mbele za Yesu. Ni vema kusikiliza maneno ya wahubiri ili kwamba tumchue vizuri shetani. Shetani ni joka lililotupwa kutoka mbinguni. Lilipotupwa kutoka mbinguni ni roho ambalo halina mwili kama tulio nao sisi. Shetani huyu ni jitu ambalo katili, liliweza kuingia katika uumbaji wa Mungu, katikati ya vinasaba vya Adamu, likaenda likakoroga. Shetani ni joka la ajabu, lina akili nyingi. Tunamshinda tu kwa damu ya Yesu Kristo. Huwezi kumshinda shetani kwa kwenda sana kwenye dini. Huwezi kumshinda shetani kwa kwenda sana kwenye dhehebu lako. Huwezi kumshinda shetani kwa sababu ya kuimba. Tunamshinda shetani kwa kuwa na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni jitu baya, aliingiza sumu katikati
ya uhai wa Adamu, ile sumu ikaharibu. Mpaka leo watu tunakufa kwa sababu ya sumu aliyoiweka huyu joka, na mpaka leo anaendelea kuatilia chachu hiyo. Watu wengi duniani wanatiliwa chachu, wana chachu ya shetani, wana ubaya wa kishetani. Hawataki kumsikiliza Mungu, hawataki kumfuatilia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alikwisha kutia chuki ndani ya wanadamu, ili wanadamu wamchukie aliyewaumba. Hatimaye shetani anawakokota watu na kuwapeleka mahali pabaya ambapo hapakuwa mahali pao. Jambo la kushangaza ni hili hapa, ndugu zangu. Kuna wanadamu tumekuwa na swali hili gumu sana tukijiuliza kwamba ikiwa Adamu alipomzaa Habili na Kaini hakuzaa tena mpaka miaka 130. Sasa Kaini alipofukuzwa, Biblia inasema Mungu alimfukuza Kaini katika bustani ile ya Edeni. Akamfukuza, akamwambia nenda mbali Nodi. Akaenda mbali sana Nodi, mbali ya ile bustani. Na Kaini akalalamika akasema, Mungu, laana yangu imekuwa ni kubwa mno. Umenifukuza, sasa nitakuwa ni mtu wa kukataliwa, ni mtu niliyelaaniwa. Akaenda mbali Kaini. Biblia inatuambia kwamba Kaini, ukisoma Mwanzo mlango wa 4 ule, Biblia inatuambia kwamba Kaini alizaa watoto. Wakati Adamu, unaona Mwanzo 4 mstari wa 16, Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni. Kaini akamchukua mkewe, naye akapata mimba. Sasa swali hili limekuwa ni gumu kidogo. Ni mke yupi ambaye huyu Kaini alimuoa? Maana Habili ameshakufa na hakuwa mwanamke, amebaki Adam na Eva. Kaini amefukuzwa katika bustani Edeni. Sasa ni mke yupi ambaye Kaini alienda kumuoa na kazaa naye watoto? Sasa hapo ndipo kwenye kitendawili kigumu. Kaini hakuzaa na mwanadamu. Kaini alizaa na malaika waliomwasi Mungu, malaika wenye uwezo wa kujibadilisha. Ni malaika mwenye mwili wa kimalaika, lakini ana uwezo wa kuvaa mwili wa kibinadamu. Hao malaika waovu waliomdanganya Adamu na Eva wakatumia mbinu nyingine ya kumdanganya mwanadamu na kumkosesha Mungu zaidi na kumchukiza Mungu zaidi. Wakachukua sura ya mwanamke. Hawa viumbe malaika wakavaa sura ya mwanamke. Kaini akaenda kuwaoa. Alipowaoa ndio aliozaa nao. Ukisoma Yuda mlango wa 1 mstari wa 6, Biblia inawaita malaika waasi, malaika wasioilinda enzi yao. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio ambao Kaini alienda kuoa. Alioa mapepo, alioa malaika waliomwasi Mungu, sio pepo. Alioa viumbe ambavyo viko mpaka leo kuvaa mwili wa mwanadamu. Maana sio ajabu shetani akajigeuza. Wakorintho wa 2 mlango ule wa 11 mstari wa 14, tumeona sio ajabu shetani akajigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Kaini, usijiulize swali, Kaini alioa nini? Kaini alioa viumbe, malaika waliomwasi Mungu, waliokuwa na uwezo wa kuvaa mwili wa kibinadamu. Ndio aliolala naye, alimuoa, akazaa watoto akina Lameki. Tunaona Lameki na yeye amezaliwa, anaenda Lameki kuoa wake wawili. Nisikilize vizuri. Ni mke na mume, watu wawili tu tunaoana. Unapoona mtu anaoa zaidi, ujue tayari kuna tatizo hapa. Amechukua roho za Kaini, huyo anafanya vitu vya Kaini. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndo mambo ya kuyafahamu. Usikurupuke tu kuolewa na mtu anakuoa na wake 3 4, manake huyu si mtu sahihi. Angalia, Lameki anaoa wake wawili. Kwa nini? Anavunja maagizo aliyoyasema Mungu tangu hapo kale. Ni mume mmoja, ni mke mmoja, mpaka kifo kitutenganishe. Lakini tunamuona Kaini baada ya kumzaa Lameki anaoa wake wawili. Tayari kuna tatizo liko hapo. Mwenye masikio na asikie. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri ni vizuri kuelezana vizuri kwamba kuna majini yalitupwa kutoka mbinguni na Mungu, na hayo malaika waliotupwa kutoka mbinguni walitupwa na nguvu zao na uwezo wa kujibadilisha, kuvaa miili ya kibinadamu na kuzaa watoto.
Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo, usiniulize mchungaji, inawezekana vipi? Kuna mtu ananiuliza inawezekana vipi kiumbe mwanadamu akazaa na kiumbe cha kiroho? Basi na mimi nikuongezee maarifa, japo sio mfano mzuri sana kuutumia. Yesu alizaliwa kwa uwezo gani? Alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu mwenye kiumbe cha Mungu, roho ya Mungu, roho aliye hai wa Mungu, aliye mzuri, aliingia kwenye tumbo la Bikira Maria akazaa. Vivyo hivyo hawa malaika waasi wana uwezo wa kuingia kwa wanawake wakazaa nao. Utanielewa vizuri baadaye. Hawa sasa malaika walio hasi ndio ambao walizaa na Kaini. Bwana Yesu asifiwe. Labda nikuongezee maarifa kidogo kwamba hawa malaika sasa waliotupwa na Mungu wana uwezo mkubwa, wana uwezo kufanya mambo makubwa zaidi kuliko haya tunayofahamu. Wana uwezo kuingia ndani ya mbwa, wana uwezo kuingia ndani ya paka. Hawa malaika wanaweza kuwa mti, wanaweza kuwa nyoka. Ndio maana unaambiwa Eva alikuwa anaongea na nyoka. Manake yule kiumbe malaika alivaa sura ya nyoka, kiumbe unayemfahamu. Sasa hawa malaika ndio ambao wanaweza kujibadilisha na wakatuma pepo likaja kumtesa mtu, pepo likaja kuleta magonjwa, pepo likaja kuleta mafarakano. Hawa malaika waovu wanaweza kujibadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Labda nikuongeze maarifa zaidi. Zaburi 104 mstari wa 1 mpaka wa 4. Biblia inasema Mungu huwatuma malaika zake kama pepo. Hebu tusome. Sasa hapa pepo haizungumzii pepo lile baya. Anamaanisha wanakuja kama upepo. Kama vile malaika waovu hawa wanavyoweza kutuma upepo wa mapepo wakaja ndani ya mtu kumtesa. Mungu vivyo hivyo ana uwezo wa kutuma malaika kama upepo kuja kwetu kufanya mambo makubwa. Waebrania 1 mstari wa 7. Waebrania 1 mstari wa 7. Na kwa habari ya malaika asema, afanyaye malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Mungu anafanya malaika zake kuwa kama pepo, yani kama upepo. Unaona, kitu kinakuja kama upepo, kinakuja kinafanya kazi, kinarudi. Wanasema Waisraeli waliona upepo ukatokea. Upepo uliletwa na malaika ule. Upepo ulipotokea wale wakaona wako juu ya uso wa nchi. Sasa ndivyo hivyo hawa malaika waovu wanaweza kutuma kitu kibaya kikaja kwako, au wakavaa mwili wa mwanamke, na hawa ndio walilala na Kaini, na Kaini akapata mtoto. Sema haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mke wa Kaini alikuwa sio mwanadamu. Mke wake za Kaini hakuwa mwanadamu, alikuwa ni kiumbe cha kiroho kilichovaa mwili wa kibinadamu. Na napoongea hivi unaweza usinielewe sana, lakini labda niende kwa mapana zaidi. Watu wengi sana mnapenda kwenda kuogelea baharini, beach, na jambo hili nimeshangaa sana. Kuna mahali nilikuwa nahojiana na mtandao, nilipokuwa nahojiana nikahoji sana kitu hichi. Kwa nini watu wanapenda sana kwenda beach, kwenda kuogelea? Niliambiwa hivi, beach kuna mapepo yale yanaitwa marine water. Yale mapepo ya majini yana nguvu sana. Anasema hayo mapepo yana uwezo, hebu sikiliza, hivyo viumbe sasa, viumbe nisiseme mapepo, hao malaika walioasi, waliopewa vitengo sasa, wanao uwezo wa kuja baharini, pwani, watu wanaenda kuogelea. Kumbe wale jamaa, wale malaika waovu wanakaa kule, na wakikaa kule sasa wanasema wanaleta raha. Hebu pata ufunuo zaidi. Sipende kupeleka watoto bichi tu, na kwenda bichi tu. Sasa akaniambia kwamba kule wale marine water wale wanaleta sasa pepo wao, wanaowabadilisha wale pepo wawe wanadamu wanaume. Sasa unakuta wanadamu wanawake wanaenda huko, au wanaume wanaenda huko bichi, na wanaanza kufanya vitendo vichafu ndani ya maji. Anasema vile vitendo vinaonekana vina raha sana, vinavutia sana kuviona na kuvifanya ndani ya maji, lakini watu hawafahamu
kwamba nyuma yake kuna hao mapepo wa majini, pepo wenye nguvu wako majini, wanamvutia mtu afurahie kuogelea, afurahie kukaa bichi uchi, afurahie kuogelea. Kumbe kuna watu wanalala na mapepo ndani ya maji bila ya kufahamu. Kuna mtu anaelewa vizuri hapo? Sasa unaona vitu vya namna hii. Sasa hao ambao hata ukienda Dar es Salaam hapa, ukienda Tanga, ukienda pwani, kokote duniani, hao viumbe wapo, ni malaika walioasi Mungu, lakini wana uwezo wa kujibadilisha. Ukamkuta mwanaume pwani, pembezoni mwa bahari, anaogelea, anakuvutia sana, anakuchekelea sana, unaenda unamkumbatia, anakubusu, anaanza kufanya mambo yake yasiyokuwa mazuri. Unafikiri ni mwanadamu, kumbe si mwanadamu. Hao ndio naozungumza. Hawa ni malaika walioasi. Duniani kuna mambo mazito, duniani kuna mambo ya kutisha. Mungu atusaidie tusikurupuke tu kufurahia kwenda beach na kwenda kuogelea na kupeleka watoto wetu. Kumbe kuna viumbe vichafu viko kule ndani. Wengine wanapata fedha, wengine wanafurahia, twendeni tukapata fedha, tukapeleke fedha, lakini kumbe ndani yake kuna maviumbe hivyo, kuna malaika hao waliomwasi Mungu. Lengo lao ni moja, kumvuta mwanadamu amwasi Mungu, wafanye vitendo vichafu amwasi Mungu, hata kuzaa naye. Wengi wamezaa na viumbe vya huko baharini bila kuchua. Mungu atusaidie leo. Nataka tuuchue mti mmoja ambao tunao duniani, ni mti wa ajabu, mti wenye damu. Kwa hiyo twende kwa mapana zaidi kwamba ndugu yetu Kaini alizaa na viumbe ambavyo sio wanadamu, alizaa na malaika waliomwasi Mungu. Hao tunawaita Anaki. Hawa Anaki aliozaa nao Kaini wako mpaka leo. Walikuwepo kipindi kile, walikwenda mpaka kipindi kile cha Nuhu. Mungu akaangalia dunia nzima, akaona Nuhu na mke wake na watoto wake peke yake. Hao ndio walikuwa na vinasaba vya Mungu, lakini wengine wale wote wanadamu wengine walikuwa na mchanganyiko. Huyu amelala na kile kiumbe, ana damu chafu imeingia ndani yake. Huyu amelala amezaa kiumbe, mtoto yuko nusu nusu. Kuna mbegu ya hao viumbe, kuna mbegu ya kibinadamu. Mungu akaamua kuangamiza dunia yote. Kusoma Mwanzo mlango wa 6, akaleta gharika, ikawagharikisha watu wote, kwa kuwa havikuwa viumbe vya Mungu vyenye vinasaba ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Tukaviona tena vikatokea kwa Rutu, kwa sababu ni viumbe, vilitokea kwa Rutu tena, japo viliangamizwa. Turudi nyuma tena kidogo, tunavikuta viumbe hivyo vinatokea tena nyuma tena. Kwa nani? Kwa ndugu yetu Nuhu mwenyewe. Nuhu alikuwa mtu mzuri, alifanya mambo mazuri kwa Mungu. Mungu akamheshimu Nuhu na akamepusha na ile gharika ya maji. Lakini tunakuta tena vile viumbe vinakwenda tena kwa Nuhu baadaye, vimeangamizwa kwa sababu ni roho, ni viumbe vya rohoni, vilikuja tena kwa Nuhu. Tunasoma Biblia ina mafumbo makubwa sana. Biblia inasema Nuhu akaerevuka katika ulevi wake, akatambua ya kwamba mtoto wake Ham amemwangalia utupu wake. Sasa akamlaani Ham, akalaaniwa. Na laana ya Ham inaenda kumlaani mtoto wa Ham aliyezaliwa na Ham, yani mjukuu wake Nuhu. Nuhu anamlaani mjukuu. Sasa unajiuliza, hii laana ilikuwa kwaje? Kwa nini Nuhu badala ya kumlaani Hamu analaani Hamu na mjukuu wake? Anamlaani mjukuu wake anaitwa Kanani. Kwa nini alikuwa anamlaani Kanani? Neno Kanani limetokana na Kaini. Bwana Yesu asifiwe. Na nikupe ufafanuzi vizuri. Torati, Kumbukumbu la Torati 27 mstari wa 20, Biblia inasema amelaaniwa anayelala na mke wa baba yake, yani anayeufunua utupu wa baba yake. Katika Walawi 18 mstari wa 8 anasema amelaaniwa anayefunua utupu wa baba yake. Tunaona Reubeni alilala na mke wa baba yake, yani Yakobo, zulia wake. Biblia inasema Yakobo alipokuwa anawabariki akamnyima baraka Reubeni, kwa sababu alikipandia kitanda cha baba yake, alilala na mke wa baba yake, ndio alipata laana. Sasa tunaona hivi viumbe vinatokea kwa Nuhu kupitia Ham kuangalia utupu wa baba yake. Sasa nani ajuae? Kuna fumbo limefumbwa hapa lijafumbuliwa. Ham alifanya nini mpaka baba yake anamlaani mjukuu wake Kanani? Hapa kuna siri imefichika. Manake
Ham alipomzaa Kanani, manake alizaa kiumbe kilichotokana na Kaini. Viumbe hivyo vipo mpaka hivi tunapoongea, ndugu zangu. Viumbe hivi ambavyo ni malaika walioasi, lakini amevaa sura za kibinadamu, tunao wengi. Watu wanashindwa kuelewa kwa nini Israeli anapigana na Gaza leo. Kwa nini Israeli anapigana na Gaza? Kwa nini tangu zamani kumekuwa na vita kati ya Waisraeli na Wafilisti wa Gaza? Kwa nini kuna vita? Gaza ndio hao viumbe ambao Mungu alimwambia Yoshua katika Yoshua mlango wa 11 mstari 21 mpaka mstari 22. Mungu alimwambia Yoshua, uangamize kabisa hao watu wa Kanaani, uangamize hao roho Anaki, uangamize kabisa, usiwepo katika uso wa nchi, uangamize kabisa. Lakini tunaona Biblia inasema kwamba walisalia Gaza. Angalia katika Yoshua, walisalia Gaza peke yake, ndiko walikosalia mpaka leo wapo Gaza. Ndio hilo unaliona leo Israeli anawachapa kila siku. Wale sio viumbe kama unavyofahamu kama viumbe wengine. Wale ni viumbe waliotokana na Kaini. Wale ni viumbe wamezaliwa kutokana na roho chafu ya Waanaki. Angalia Yoshua 11 mstari ule wa 21 mpaka 22. Wakati huo Yoshua kaenda na kuwakatilia mbali Waanaki, umewasikia, watoke katika nchi ya vilima, kutoka Hebroni na kutoka Debiri na kutoka Anabu na kutoka katika nchi yote. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Yoshua anaviangamiza viumbe wana wa Anaki hapo, na anasema mstari 22, hawakusalia Waanaki hata mmoja nchi ya wana wa Israeli, isipokuwa katika Gaza na katika Gathi na katika Ashdodi wakasalia. Umeona wako Gaza leo. Ndio hao unasikia kina Mfilisti Goliath alikuwa anatokea huko. Kumekuwa na vita vizazi vingi, hawa viumbe wakishindana na Israeli. Sasa si tu kwamba wako Gaza, wako huko Hamas. Hapana, wameenea duniani kote. Tunao wengine tunaishi nao nyumbani kwetu, tunakaa nao. Wengine wamewaoa wanaishi nao. Wengine wanafanya biashara pamoja nao. Wengine wamezaa nao. Wengine wanaishi maisha ya ajabu, lakini wanashindwa kuelewa huyu mwanamke ni mwanamke wa namna gani. Nikimwambia habari za Mungu anielewi kitu chochote. Huyu mwanaume ni mwanaume wa namna gani? Nikimwambia habari za kanisani anielewi chochote. Anaweza kuwa ni kiumbe, anaweza kuwa ni mwana wa Anaki, anaweza kuwa ametokana na hizo mbegu chafu, ndani yake sio binadamu. Unaishi na mtu ambaye sio mwanadamu. Hapendi neno la Mungu, hapendi kumsikiliza Mungu, hapendi habari za Mungu, hapendi asikio na mtolea Mungu. Hicho kiumbe sio mtu wa Mungu, huyo ni kiumbe tu. Wako makanisani wengi wa Anaki. Hivyo viumbe tunavyo, ndugu zangu, tuko navyo masokoni, majumbani. Viko viumbe vingi sana Anaki, kutoka kule kwa Kaini mpaka leo vipo vingi sana, vimetapakaa ulimwenguni kote, vipo vinafanya kazi. Na viumbe vingine hivyo vimeingia ndani ya wanadamu, viko ndani ya wanadamu. Wanadamu wamefungua makanisa makubwa sana, na watu bila kujua wanaenda makanisani humo na kusali, wakifikiri kwamba huyu ni mtume wa Mungu, huyu ni nabii wa Mungu. Kumbe ni kiumbe cha Anaki, kinalitaja jina la Yesu, lakini ndani yake kinampinga Yesu. Wanaleta mafundisho ambayo sio neno la Mungu, wanaleta mafundisho ambayo sio mpango wa Mungu. Ni wa Anaki. Lengo lao ni kuhakikisha watu wasimtafute Mungu, watu wasimpende Mungu. Bwana tusaidie, watu wa Mungu. Sasa baada ya kuzungumza maneno yote hayo, twende tuangalie mti ambao nimekwambia. Mungu kuna mti ametupa duniani ambao mti huo peke yake ndio una damu ndani yake. Mti ambao una damu ndani yake. Unapenda kujua mti huo? Mzabibu sasa, ili kuzishinda nguvu za shetani nilizokuambia pale mwanzo, ili shetani asikuweze wewe na mimi, ili shetani asitusumbue wewe na mimi, wapenda wangu, pamoja na mambo mengine unayafahamu yote ya kuja kwa Yesu, kufa na kufufuka. Hatuko naye, yuko mbinguni Yesu. Lakini Mungu aliufanya mti mmoja unaitwa mti wa mzabibu. Huu mti wa mzabibu peke yake ndio ambao Mungu ametuachia duniani. Ndani yake kuna damu ya uhai, kuna damu yake Yesu. Tukiutumia mti huu vizuri vile Yesu alivyotuagiza, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Akatoa kikombe akakibariki, akasema kunyweni hiki, maana huku ndiko kuliko na agano kati yangu mimi na ninyi.
Sasa akasema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Chukueni mti huu, chumeni matunda yake, kamweni juisi yake. Mnapokunywa matunda ya mti huu, ndani yake huu mti kuna uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, mpaka leo ukiona dhabibu, ujue ndani yake ndiyo mti peke yake ulitengwa na Mungu. Ndani ya dhabibu peke yake kuna nguvu za Mungu, kuna uhai wa Mungu. Ukichukua dhabibu, ukiikamua, ukachukua mkate usiotiwa chachu, ukala vitu hivyo viwili, ukanywa, ndugu yangu, napata nguvu mpya. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Ndani ya mdhabibu mpaka leo, mdhabibu peke yake, katika miti yote, mti wa mdhabibu peke yake ndio ambao una nguvu za Mungu, una uhai wa Mungu. Tukiutumia leo, huo mti unafaa kutusaidia, unafaa tukichuma matunda yake tukayatumia vile kwa mpangilio wa Mungu, tutashinda katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niseme nini watu wa Mungu? Nasema hivi, unakumbuka Yesu alisemaje katika Yohana 15? Alisema, mimi ndimi mdhabibu wa kweli. Bwana asifiwe. Na ukisoma katika Mika 4, tunauona mstari wa 3 na 4, anasema mdhabibu utachipuka, kuna mdhabibu utainuliwa. Hebu tusome katika Mika, kuna mtu wa mdhabibu utainuliwa duniani. Mungu aliweka uhai ndani ya mdhabibu, na pamoja na kwamba alimleta Yesu akafa akafufuka, lakini bado Yesu yule aliye mbinguni, tukiamini leo, tukachuma mdhabibu, tukakamua juisi yake, tukala meza ya Bwana, ndani ya mdhabibu kuna uhai. Hebu angalia Mika 4 mstari wa 1 alafu na 3 mpaka 4. Lakini itakuwa katika siku za mwisho ya kwamba mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, na watainuliwa juu ya vilima, na watu wa mataifa wataendea makundi. Mstari wa 3, naye atafanya hukumu kati ya watu wa kabila nyingi, naye atawakemea mataifa wengi wenye nguvu walio mbali, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hatajifunza vita tena. Mstari wa 4, bali wataketi kila mtu chini ya mdhabibu wake wa mti huo na chini ya mtini wake, wala hapana mtu atakayewatia hofu, kwa kuwa kinywa cha Bwana wa majeshi kimesema hivi. Mdhabibu, wataketi chini ya mdhabibu. Bwana asifiwe. Mdhabibu sasa tunamkuta ni Yesu Kristo, ndiye mdhabibu wa kweli. Anasema yeye ndiye mdhabibu wa kweli. Anasema na baba yake ndiye mkulima. Sasa ameshaenda mbinguni ili tupate nguvu kubwa ya kumshinda shetani. Ndugu zangu wapendwa, Yesu yuko mbinguni, lakini alipokuwa duniani alichukua maji, juisi ya mdhabibu na mkate wa ngano usiotiwa chachu, akawalisha, akasema, hii ndiyo damu yangu imwagikayo, lakini ni dhabibu. Anasema hii ni damu yangu imwagikayo, lakini ni dhabibu. Manake ndani ya mtu wa mdhabibu iko nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Tukiitumia vizuri tutapata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pengine bila kufahamu, ulikuwa Tanga, ulikuwa Dar es Salaam Pwani, au ulikuwa Zanzibar, au mahali popote, ulilala na mwanamke. Baada ya kulala na mwanamke usiyemjua, mwanaume usiyemjua, ukashangaa baada ya kulala naye mliachana, hujapata mume mpaka leo, hujapata mke mpaka leo. Unajiuliza tatizo ni nini? Nimekwambia viumbe hivyo vinapenda sana kukaa mtoni, kukaa baharini. Ulilala na kiumbe anaki. Ulipolala na kiumbe anaki kilikufunga. Usioe wala usiolewe. Nenda kachume mdhabibu, nenda kanunue dhabibu, na kuhakikishia, kamua mdhabibu, pika mkate usiotiwa chachu, kunywa kwa jina la Yesu. Hicho kiumbe kilichokamata usioe usiolewe kitang'oka kwa jina la Yesu Kristo. Kitang'oka kwa jina la Yesu Kristo. Ndio, wako watu wamelala na wanaume bila kuwafahamu. Baada ya kulala na hao wanaume, wamezaa nao watoto. Baada ya kulala nao na kuzaa mtoto,
Unakuta kuna mwanaume mwingine anayekupenda wala kukwambia atakuoa. Yeye mwenyewe ameondoka, hayupo tena. Na unajiuliza sasa inakuwaje? Mimi nataka kuzaa na sipendwi na wanaume tena. Unakuta mwanamke huyu anaanza kufanya mambo ya ajabu ajabu yaliyopitiliza. Kwa nini? Alilala na mwana huyo wa Kaini. Alilala na viumbe hivyo vya Anaki ambavyo ni viumbe vimezaliwa kwa mbegu sio mbegu ya kimungu. Ndio maana unashangaa unataka kuolewa, unataka kuoa, umezaa unaye mtoto, ndio huyo huolewi tena, upati mwanaume mwingine tena. Una kiumbe ulilala naye ukapata naye mtoto. Naongea kitu unachokijua. Nasema hivi, nenda kale meza ya Bwana, nenda kanywe mvinyo, nenda kanywe maji ya mzabibu. Usichukue chupa zingine hizi za kisasa. Chukua zabibu, kunywa. Hicho kiumbe kilicholala na wewe na kutia mbegu mbaya kitaondoka ndani yako. Utakombolewa kwa damu ya Yesu. Utasimama pamoja na Yesu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu unakuta usiku umelala. Wakati umelala una mume wako. Sasa kuna mtu anakuja kulala na wewe kwenye ndoto. Ni mwanaume unalala na mwanamke usiyemjua. Ni mwanamke unalala na mwanaume usiyemjua. Nimekwambia si ajabu. Wakorintho wa pili 11 mstari wa 14. Nimekwambia sio ajabu shetani akajifanya malaika wa nuru. Ndio hivi viumbe ambao nimekwambia ni malaika walioasi wanakuja usiku nyumbani kwako ukiwa umefungua mlango kwa shetani. Wanakuja usiku, wanalala na wewe. Na ukiamka na kutu umelala na mwanamke kweli, umelala na mwanaume kweli. Ukishafanya kitendo cha namna hiyo, umelala na hilo malaika walioasi. Umelala na viumbe hivyo. Ni kiumbe cha kiroho, kimevaa mwili wa kibinadamu, kimelala na wewe. Madhara yake ni kuharibu maisha. Sikiliza, mafarakano tunayasikia, mafarakano ya ndoa ni kwa sababu ya hivyo viumbe vinavaa miili ya kibinadamu, vinalala na mwanamke, vinalala na mwanaume. Baada ya hapo nakuta ndoa haina upendo tena. Hampendani na mkeo, hampendani na mwanaume wako. Vimeingia, viko ndani ya ndoa yako. Usiende kwa mganga wa kienyeji. Nenda tafuta meza ya Bwana, kula meza ya Bwana. Yesu atakufungua kwa jina la Yesu. Lengo lao ni nini? Lengo lao viumbe hawa ni kuwafanikisha wote wanaowatii na kuwanyima baraka na mafanikio wote wanaompenda na kumtii Mungu. Unaweza kuona vitu vya namna hiyo. Ndilo lengo la shetani. Amevileta viumbe hivi. Hawa malaika wanajibadilisha na kuvaa sura ya kibinadamu. Wakiingia ndani ya mwili wangu na mwili wako, wanaharibu biashara, wanaharibu kazi, wanaharibu ndoa, wanaharibu uchumi, wanaharibu kila kitu. Wewe unafikiri ni mwanadamu, lakini kumbe sio mwanadamu. Maisha yanaharibika. Kama unahisi vitu vya namna hiyo, unalala na watu sio wajua usiku. Kijana, unaota ndoto unasema usiku ufikie haraka nikalala na yule mwanamke ananijenga kwenye ndoto. Unalala na malaika mwovu. Ataharibu maisha yako yote milele. Utakuwa maisha mabaya. Binti, unapofurahia usiku, ndoto za usiku, mama mwanamke, unapofurahia ndoto za usiku, kulala na kiumbe usichokifahamu, kinavaa sura fulani kama mtu fulani unayemfahamu, au kama vile mume wako, au kama sura ya mke wako, unalala nacho, vimekuja kuharibu maisha yako yote. Ndiyo kazi ya shetani. Shetani akija anachinja na kuharibu, anaua, anachinja, anaharibu. Watu wengi wanalia leo, maisha yanakwenda ndivyo sivyo. Hivi viumbe viko ndani ya miili ya wanadamu. Tunatakiwa kunywa damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Kachume dhabibu, kanunue dhabibu, tengeneza mkate usiotiwa chachu, kula meza ya Bwana, vitaondoka katika jina la Yesu. Wangapi nataka viumbe hivyo viondoke kuanzia leo katika jina la Yesu? Hizi ni siku za mwisho, tunaambiana mambo yaliyofichika. Unashangaa umesoma, una vyeti vyako, una degree, pengine una masters na vyeti vizuri, lakini hakuna kazi. Unajiuliza kwa nini? Ulienda Tanga,
ulienda Dar es Salaam, ulienda mahali popote kalala kwenye gesi na mwanamke usiyemjua, ulilala na mwanamume usiyemjua, kile kilikuwa ni kiumbe cha kiroho, ilikuwa ni malaika amevaa mwili wa kiroho. Ulilala naye, karibu kazi, hutapata kazi. Tafuta ibada, tafuta ibada. Watanzania, turudi kwenye ibada kwa jina la Yesu. Rudi kwenye ibada, rudi kwa Yesu, rudi kwa Mungu. Ametuachia mti wa mzabibu. Rudi kwa Yesu. Watafute wapako mafuta wa Mungu. Usiwatafute mitume na manabii. Usimtafute mtu anaitwa mtume na nabii. Wale ni sumu. Wale ndo hao ndo watumishi wao ni wana wa Anaki. Tafuta watu waliookoka kweli, wanaolitia jina la Bwana kweli. Waambie, nataka meza ya Bwana, nataka kuokoka, nataka meza ya Bwana. Wakikulisha meza ya Bwana, ukala meza ya Bwana, ukaendelea kusali mahali hapo, utapata kazi kwa jina la Yesu. Utafunguliwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atakukomboa, utakombolewa tu. Neno kukombolewa lina maana kubwa sana. Neno kukombolewa, tumekombolewa kwa damu ya thamani. Waisraeli walipokuwa Misri walikombolewa kwa damu. Alichinjwa kondoo, ikachukuliwa damu akapaka kwenye mimo ya milango yao. Wale malaika wa Mungu walipotumwa kuua, walipoiona ile damu hawakuua, walipita kwa Waisraeli. Ndio maana neno Pasaka ni siku ya ukombozi, walikombolewa. Lakini kwa Wamisri ambao hawakuwa na damu, kwa Wamisri walipigwa wote, walikufa wazaliwa wote wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Wa wanyama na wa wanadamu. Na miungu hiyo au malaika na wenyewe walipigwa, walitupa mbali na Israeli. Ndio maana walifunguliwa. Na wewe umefungwa na minyororo ya hao malaika wabaya. Umefungwa na minyororo, hakuna kupata kazi, hakuna kuolewa, hakuna kuoa. Umefungwa na minyororo, hakuna kusonga mbele. Iko damu ya Yesu inaweza kutukomboa. Njoni tujifiche ndani ya damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Tukimjia huyu Yesu, tukakana huyu Yesu, tutafunguliwa. Israeli walifunguliwa kifungo cha miaka 430 baada tu ya kumchinja yule kondoo na kupaka ile damu katika mimo ya milango yao na kula mkate usiotiwa chachu kwa muda wa siku 7. Walikombolewa. Watanzania wenzangu, Wakristo wenzangu, twendeni tule meza ya Bwana. Wengi hatuli meza ya Bwana kama inavyostahili. Wengi tunakula meza ya Bwana kimtindo tu, ili tuonekane kwamba tumekula. Twende tuzame kwa Yesu sasa. Tusome Biblia vizuri. Njoni tule meza ya Bwana inavyopaswa. Unapokula meza ya Bwana, hakikisha ya kwamba kuna miungu itakufa, kuna miungu itapigwa. Waliotufunga wataaibishwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wapendwa, nataka niwaambie, iko nguvu ndani ya damu ya Yesu. Haleluya. Iko nguvu ndani ya damu ya Yesu. Yesu alipokufa msalabani, wapenda wake wangu, damu yake ilipomwagika iliharibu ufalme wa shetani wote kabisa. Na Mungu akasema, sasa nitaweka mti wa mzabibu. Ile damu ilimwagika, inafanya kazi hata leo. Lakini mnapochukua mzabibu na kulitia jina lake Yesu na kumwitia Mungu, anaingia tena kwa nguvu ile ile ndani ya mti huo, mtapata ushindi. Wangapi wanataka kupata ushindi kuanzia leo? Wangapi wanataka kupata ushindi kuanzia leo? Damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Kula meza ya Bwana. Usisubiri mpaka uende kanisani kwako. Sikiliza, nimekwambia, chukua unga robo, chukua bluebendi, chemsha, koroga ule mkate vizuri, uoke kama mkate unavyooka mikate mingine. Kachukue dhabibu, kanunue dhabibu, zikamue kwa ufasaha. Kunywa ule mkate na ile dhabibu, sema, ninakukula Yesu, ninakukunywa Yesu. Kunywa na familia yako kwa wiki mara moja, kwa wiki mara moja.
Kila ukinywa sema leo nakombolewa kwa damu ya Yesu. Kila wiki ukinywa sema natoka kwenye vifungo vya kutokuolewa, natoka kwenye vifungo vya kutokupata kazi, natoka kwenye vifungo vya kutokuwa na baraka katika maisha yangu. Utatoka kwa jina la Yesu. Utatoka kwa jina la nani? Bwana Yesu asifiwe. Tumechelewa sana wapenda wangu. Tumia meza Bwana. Usisubiri uende kanisani. Tumia meza Bwana. Baada ya kutumia meza Bwana, usifanye dhambi, usinywe pombe, usivute sigara, usifanye zinaa tena, usifanye vitendo vichafu tena, maana tayari Yesu anatembea na wewe. Bwana asifiwe. Tayari Yesu umemwingiza katika familia yako. Tayari Yesu anakaa na wewe. Wangapi wanataka wapate huo msaada, wapate hiyo neema ije ndani yao? Maana nao ni msaada pia. Unajua, saa hizi unaweza ukaambiwa twende mahali fulani, kuna mtume anakupa mafuta, ukichukua mafuta ukinywa utapona. Watu ni rahisi sana kwenda, kumbe ni udanganyifu wa wana wa Anaki. Wanakudanganya wakupeleke motoni. Lakini tukikwambia fanya hiki, kuna mti huu wa mzabibu, kuna uhai ndani yake, kunywa, litaja jina la Yesu, mtu anasema mimi siwezi kufanya, hii ni kazi ya mchungaji. Hapana, Wayahudi walikunywa nyumba kwa nyumba. Bwana asifiwe. Unasema nataka nipate hiyo nguvu, nipate huo ufunuo, na mimi nifanye nyumbani kwangu na familia yangu. Simama jopo ulipotuombe kwa jina la Yesu. Unataka upate ufunuo, upate msaada huo, nenda nyumbani kwako, kapike mkate, katengeneze dhabihu hizo, kunywa kama meza Bwana, utatoka. Bwana asifiwe. Unataka msaada huo kutoka kwa Mungu, Yesu aingie ndani yako, akupe ufunuo, uelewe siri iliyo ndani ya meza Bwana. Weka mikono mbinguni katika jina la Yesu. Weka mikono mbinguni, sema Yesu, nakuja mbele zako, nimeumizwa sana kama Waisraeli waliumizwa miaka 430. Mimi nami nimefungwa na mapepo yaliyotumwa na malaika waovu, wananitesa sana. Kuna miungu imeteka mafanikio yangu, imeteka baraka zangu. Baada ya somo hili nipe ufunuo, macho yangu ya ndani yatiwe nuru, nikuelewe Yesu, kwamba kwa damu yako nimenunuliwa, mimi ni mpya. Uliniagiza fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tule mkate ambao ni mwili wako, tunywe damu yako, juisi ya mzabibu ambayo ni damu yako. Ukaseme fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Yesu, nipe ufunuo, nipe uelewa, nipe ufunuo, nipe uelewa. Nile mti huu ambao Mungu amenipa, yani mizabibu. Kwa jina la Yesu, funua macho yangu nilielewe siri hizi. Bado ninateswa, bado ninaumizwa, bado nina vifungo kwenye ndoa yangu. Mume wangu ni tatizo, mke wangu ni tatizo. Adhihirike sasa baada ya kula meza Bwana. Kwa jina la Yesu, nifungue Bwana kwenye minyororo ya shetani. Nifungue Bwana kutokuolewa, kutokuoa. Wakati mwingine nililala na kiumbe nisichokijua, kikaniletea magonjwa ya kufisha, virusi vya ukimwi. Natafuta dawa siponi. Yesu, Yesu, nipe ufunuo, juisi ya mzabibu na mkate, ninywe, nile, nipate uzima. Yesu, nahitaji ufunguo. Fungua maisha yangu, fungua roho yangu kupitia damu yako nitakayoitumia tangu sasa, kupitia mwili wako ambao ni mkate nitakayokula. Nipe uwezo, nipe nguvu za kufanya haya ili nitoke katika jina la Yesu. Amen. Shangilie tena Bwana Yesu. Fanya hivi kwa imani mpendwa, fanya hivi kwa imani. Nimeona wengi waliotumia meza ya Bwana kwa imani wameponywa, na wewe utaponywa
Kwa msaada zaidi waweza kunipigia simu. Namba zangu ni 0754898496. Namba zangu ni 0754